بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم. Kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kitabu kikubwa, kitabu kitukufu. Hakuna maneno ambayo kwamba yatakuwa bora zaidi kuliko maneno kama haya, maneno ya Allah Jalla Jalalu. Ni kitabu ambacho kwamba kina maajabu mingi. Ni kitabu ambacho kwamba kama Mtume alivyokisifu, la yakhlaqu an kathrati rad, haitakaliki kwa kukariri sana. Yani mtu namna anavyokisoma yasikia ladha, yasikia raha. Kwa uchache tu sisi tunasoma al-Fatiha katika swala karibu mara 17, lakini huwezi kusema sasa al-Fatiha najisikia niibadilishe, la. Na kila ukifahamu basi ndo wasikia uzidi kuikariri. Unaweza kupata mtu anakariri aya moja usiku mzima, anaikariri Qur'ani. Watu wamevama katika kuipenda kuisoma Qur'ani. Namna mtu anavyoipenda kuisoma Qur'ani, utaona mtu anahitimisha Qur'ani nzima kwa siku, anahitimisha. Licha ya kwamba iko free, mtu katika rakaa moja tu anahitimisha Qur'ani nzima. Katika maswahaba kadha wa kadha, kina Saidna Uthman, kina wengineo walikuwa khitimisha katika raka. Mtu katika tawaf akimaliza tawaf ashahitimisha Qur'ani. Yani walikuwa wanaisoma Qur'ani nzima kama kuisoma Fatiha peke yake. Na sisi je, tuna mipangilio gani ama tuna himma gani katika kuhitimisha Qur'ani? Tuwe na ada ya kwamba kila baada muda fulani unaihitimisha, kwa sababu naam, kuna fadhila kubwa sana kwa mtu ambaye kwamba atahitimisha, na kuna mipangilio mingi ambayo kwamba imewekwa namna gani mtu ataweza kuhitimisha. Ulama wasema khitma ya ambaye kwamba ni mvivu basi ni khitma ya kumaliza Qur'ani kwa mwezi. Yani kila mwezi anahitimisha Qur'ani mara moja, huyo ni mvivu sana. Ama tutampa udhuru ni kwamba mtu ana mashughuli sana. Ama khitma za wenye himma za juu ni kuhitimisha Qur'ani kwa wiki. Na hii ndio mpangilio wa masahaba wengi walivyoipanga, kwamba kila wiki mtu anahitimisha Qur'ani. Kila wiki mtu anahitimisha Qur'ani. Kimpangilio gani? Wakasema unaanza na sura 3 kuanzia suratul Baqara kuhisabu. Utasoma suratul Fatiha kisha utaanza na suratul Baqara. Utahisabu sura 3 kwa siku ya kwanza. Kisha ukimaliza al-Baqara, Al-Imran na An-Nisa, Al-Maida, kuanzia suratul Maida utahisabu sura 5 siku ya pili. Utasoma sura 5. Siku ya 3 utasoma sura 7. Siku ya 4 utasoma sura 9. Siku ya 5 utasoma sura 11. Siku ya 6 utasoma sura 13, na ukifika siku ya 7 ambayo ndo wiki utakuwa ushafika katika Qaf, utamaliza paka mwisho. Hutohesabu tena sura, itakuwa ni Qaf paka mwisho wa Qur'ani. Kwa wiki itakuwa umehitimisha Qur'ani, ili upate zile fadhila zinazopatikana kwa yule ambaye kwamba yuhitimisha Qur'ani. Hii ilikuwa ni ada, kila mmoja anao ada kuhitimisha Qur'ani kuanzia wakati wa maswahaba mpaka leo. Kila mmoja utamsikia yeye ana taratibu zake. Bali mmoja katika wanazuoni kama alivyotajwa katika Ihya Ulumuddin asema, mimi sina khitma moja, la, mimi nina khitma kadhaa. Nina khitma ya kila siku, yani ana ada yeye kila siku lazima ahitimishe Qur'ani. Hii ni khitma aina fulani kivyake. Ana khitma kila wiki mbali na ile ya kila siku. Yani mfano leo amesoma khitma yangu yake ya kila siku, leo ameisoma. Na leo yosoma khitma yake ya wiki, atasoma yani baadhi ya Qur'ani ili paka wiki amemaliza. Kisha siku hiyo ana khitma ambayo ataimaliza mwezi. Kisha asema nina khitma ambayo kwamba naimaliza kwa mwaka. Nikianza Qur'ani kuisoma, hii khitma siimalize mpaka mwaka ukiisha. Kisha asema nina khitma sahihi imefika miaka 30 sijaimaliza. Nini daraja za kuzingatia Mwenyezi Mungu aliwaruzuku kwamba wanasoma na wanazingatia. Sasa ile ambayo imaliza haraka ni kwamba hasimami sana katika kuzingatia zile aya.
anasoma kwa tajwidi na kwa vizuri ili amalize. Ile nyingine anazingatia lakini kitu fulani. Kama Imam Sharawi tu alikufa karibuni, asema mimi nilikuwa na khitma ilahia, khitma ya kimungu ya Mwenyezi Mungu. Maana yake nini? Nazingatia sifa za Mwenyezi Mungu zitakazotajwa, nazingatia mambo ya Mwenyezi Mungu, maumbile ya Mwenyezi Mungu, namsabih Mwenyezi Mungu, namkabbir Mwenyezi Mungu. Kisha nina khitma nabawia, khitma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kila aya inomsifu Mtume nampelekea Fatiha Mtume, namswalia Mtume, namzingatia mambo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha ana khitma ya kawaida ndio anaiendeleza. Angalia namna walivyokuwa na himma. Hizi ni daraja za wenye kumaliza Qur'ani. Na kwa nini wakati ile muhimu kumaliza Qur'ani na kuhitimisha haswa? Kwa sababu zimekuja fadhila mbalimbali. Mwangalie Saidina Anas bin Malik atuambia nini? Inda kulli khatmatin da'watun mustajaba. Kila ukihitimisha Qur'ani umepewa offer, special offer kwa aliyehitimisha Qur'ani peke yake. Vipi? Wakati wa kuhitimisha Qur'ani, omba unachotaka, Mwenyezi Mungu atakupatia. Omba dua unayoitaka. Ndio maana Saidina Abdullah bin Abbas radhiallahu anhuma na maswahaba kadha wa kadha walikuwa wakisoma Qur'ani, wakifika wakati wa kuhitimisha sasa, yani nimeanza suratul Fatiha, al-Baqara, al-Imran, an-Nisa, al-Maida, al-An'am. Sasa nimefika qul a'udhu birabbin nas, simalizi kwanza nawaita watu wangu nyumbani, nawaita majirani, jamaa mimi nahitimisha na saini na offer, sitaki niichukue peke yangu. Tuombeni dua sahihi, akiwaombea dua watu wote ili apate ule wakati wa kuombea dua. Saidna Mujahid katika tabi'in akisema inda kulli khatmatin tanzilu rahma, wakati wa kila kuhitimisha Qur'ani rahma inateremka. Na huenda ikawa kwa kuwa hii rahma inateremka ndio dua ikajibiwa. Angalia, kila ndo maana wao wakawataka kufanya wingi kuhitimisha Qur'ani ili rehma ziteremke kwa wingi, kufanya wingi kuteremka kuhitimisha Qur'ani ili wajibiwe dua kwa wingi. Al-Imam Suyuti akieleza kwamba katika al-Jami' yake asema yule ambaye kwamba atahitimisha Qur'ani, idha khatama al-'abdu al-Qur'an sallat alayhi 'inda khatmihi 60,000 malak. Angalia daraja gani hii na fadhila gani hii ninayoipata. Mtu mja akihitimisha Qur'ani humwombea yeye dua malaika 60,000. Malaika 60,000 wanakuombea dua. Qur'an haifananishwi na kitabu chochote wala haifananishwi na kitu chochote, lakini tupeleke fikra katika mambo mengine. Umesoma gazeti mwanzo mpaka mwisho, utaombewa dua na malaika hata mmoja? Hata shetani pia hana haja na hiyo. Umesoma novel, story umeimaliza mzuri, umepata nini? Lakini angalia Qur'an, kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, umemaliza malaika 60,000 wanakuombea wewe dua ukimaliza. Soma mwanzo mpaka mwisho. Kwa hivyo hizi ni fadhila. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Tusiweke badali ya Qur'ani kitu kingine, tushikamane na hii Qur'ani. Na katika fadhila zake pia Saad bin Abi Waqqas apokea asema man khatama al-Qur'ana naharan sallat alayhi al-malaikatu hatta yumsi. Yule ambaye kwamba atamaliza Qur'ani mchana, malaika watamuombea dua mpaka jioni. Na yule ambaye kwamba waman khatamahu laylan sallat alayhi al-malaikatu hatta yusbih. Na yule ambaye kwamba ataimaliza Qur'ani usiku, basi na malaika watamuombea yeye dua mpaka nini? Apambaukiwe. Ndio maana ulama wakatuambia mtu afanye bidii, akisoma Qur'ani akifika karibu na mwisho, kama yuko katikati ya siku acheleweshe kuhitimisha, asimalize katikati ya siku, asubiri kama yuko karibu na jioni ama yuko karibu na asubuhi, asubiri ili apate muda mwingi wa kuombea dua na malaika. Kwa sababu wewe ukiwa utahitimisha kwa mfano adhuhuri, utaombea dua mpaka jioni, itakuwa ni nusu ya siku. Kinyume na ukihitimisha alfajiri, ndio utaona angalia hikma kubwa sana. Walituwekea zile hizbu za Qur'ani, watu walikuwa wakikaa pamoja na kusoma kwa pamoja ili kusikizana na kurekebishana na kufundishana zaidi. Katika msikiti watu walikuwa wakikaa hizbu alfajiri na magharibi. Utaziona nyakati zake ni alfajiri na magharibi,
ili patikane ile sifa ya wale waliotajwa kwenye Qur'ani kwamba anasoma Qur'ani bukratan wa asila. Na pia ili ihitimishwe nyakati hizi, yani alfajiri ndio mwanzo wa mchana na magharibi ndio mwanzo wa nini, jioni. Ukihitimisha alfajiri uombe dua mpaka jioni, ukihitimisha jioni uombe dua mpaka alfajiri, ili kusudi uzidi muda wako wa kuombea dua na malaika kuliko ukihitimisha katikati ya siku. Na ukihitimisha unaweza ukasoma dua yoyote unaweza kumwomba Mwenyezi Mungu kwa lugha yoyote. Ya Rabbi, kwa baraka hii kuhitimisha Qur'ani, na kwa sahihi ndio unajibu dua mtu anayehitimisha Qur'ani na kuomba kadha kadha kadha. Lakini vizuri zaidi ni kama utaomba dua ambazo kwamba zimepokewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, zimepokewa kwa maswahaba, zimepokewa kwa ulama. Na dua ziko nyingi ambazo kwamba zimepokewa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akimaliza Qur'ani akisema sadaqallahu alazim wa balagha rasulun nabiyul fil karim, Allahumma arhamna bil Qur'an wa ummana bil ghufran wajma'na ala al iman, Allahumma ij'al al Qur'ana rabi'a qulubina wajila humumina wa ghumumina wa kashifa kurabina wa ahzanina wa kafaratan li sayyiatina, Allahumma ij'alhu lana nuran wa imaman wa hudan wa rahma, Allahumma dhakkirna minhu ma nusina وعلمنا منه ما جهلنا وفهمنا منه ما قرأنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين، اللهم ارحم به موتانا واشف به مرضانا. Yani uombe zile dua ambazo kama zimepokewa kwa ulama, zile dua ambazo kama zimekuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Zaidi ukimwomba Mwenyezi Mungu, ya Rabbi nidumishe kukisoma kitabu chako, ya Rabbi nifungulie elimu za kitabu chako, kwa sababu ndani ya Qur'ani kama Ibn Mas'ud alivyosema ndio kuna ilmu al-awwalina wal-akhirin. Sayyidina Ibn Mas'ud akisema hii Qur'ani ifungueni vizuri, ndani yake kuna elimu za wa mwanzo na wa mwisho. Muombe Mwenyezi Mungu akupe elimu ya Qur'ani, muombe Mwenyezi Mungu akupe hifadhi ya Qur'ani, akupe baraka ya Qur'ani, akupe nuru ya imani ya Qur'ani na katika kaburi yako, nuru aijalie Qur'ani ndio nuru yako katika maisha yako, akudumishe kukisoma. Kila ukihitimisha umuombe Mwenyezi Mungu akupe taufiki ukisome tena. Na walikuwa wakipenda mtu akihitimisha Qur'ani huifungua kabisa. Hata hadithi imekuja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, amali inayopendekeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu ni nini? Ni hivi: wamaliza Qur'ani waifungua nyingine. Ndio maana katika wakati wa kuhitimisha Qur'ani, ukiwamaliza Qur'ani wafanya vipi ulama? Yani asoma qul a'udhu birabbin nas malikin nas ilahin nas, amemaliza sio? Akisha naanza alif bismillahir rahmanir rahim al-fatiha alhamdulillahi rabbil alamin alif lam mim, yani kuonesha vipi nimehitimisha, nimemaliza, lakini ndo nishaanza nyingine. Yani ndo katika amali zinazopendekeza kwa Mwenyezi Mungu kwamba wamaliza Qur'ani waanza tena, wamaliza waanza tena, na iwe itakuwa ni kwa kudumu. Na kuweza kuhitimisha Qur'ani kama hivi yataka istiqama, yataka msimamo na yataka mipangilio. Vizuri zaidi ni mtu ajiekee, mimi baada salati al-fajr kwa mfano, ama baada salati al-maghrib, hizi ndio nyakati za utulivu. Ama wakati mwingine ambao yeye mwenyewe apata nafasi, lazima nisome page moja, na mashallah tumepangiwa vizuri. Ukitaka ile ya kuhitimisha kwa siku 7 nimekueleza, ukitaka kuhitimisha mwezi juzuu ziko ni 30. Yani mtu kwa mfano aweza akasoma kila swala moja akasoma page 2. Kwa mfano akisoma page 2, zile pepa 2, itakuwa yeye akimaliza swala ya Ishai amemaliza nini? Amemaliza juzuu moja. Siku hiyo ameisoma, amemaliza juzuu moja. Na kila siku akimaliza juzuu moja kwa siku 30 atamaliza Qur'ani. La mtu labda ni mzito, mtu hawezi kusoma kwa wepesi, aweza kusoma nini? Pepa moja. Akisoma pepa moja ile, yani kurasa 2 kila swala, kabla ya swala na baada ya swala, akisoma kwa siku atasoma pepa 10. Hii ni nusu ya juzuu. Siku ya pili atasoma nusu nyingine iliyobakia. Kwa hivyo yeye kwa miezi miwili ndo atamaliza Qur'ani. Yani ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla, amali inayopendekeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu ni ile utakayodumu zaidi nayo, hata kama ni chache. Iwe wewe uko busy basi utasoma nusu page. Haya, utasoma nusu page, lakini ushikilie kila siku usome mpaka ufike siku ambapo kwamba utahitimisha Qur'ani. Ni bora kuliko uwe na morali leo uhitimishe kwa siku moja tu.
Ama kwa swala moja tu umekasirika, umeingia katika qiyamul layl, umesoma, umeshika msahafu kasoma mpaka ukahitimisha, kisha ndo basi usome tena, haipendekezi. Kwa hivyo mtu aweza kujipanga kwa mwezi akahitimisha, mtu akajipanga kwa miezi miwili akahitimisha. Na taratibu ziko nyingi, kuna hii ya siku 7, kuna hii ya mwezi. Waweza kufuata ile msahafu ambapo kwamba iko na ukahitimisha kwa kulingana na himma yako na kulingana na uwepesi wako. Na alikuwa ulama wengi wakisema ni makruhu kuhitimisha chini ya siku 3 ama ndani ya siku 3, ni makruhu isipokuwa kwa yule ambaye kwamba atakuwa yuifahamu. Tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.